Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa kipindi chako pendwa cha Imani. Leo tumemtembelea katibu wa Juvikiba wilaya ya Ubungo. Tunataka tufahamu Juvikiba ni nini na malengo ya Juvikiba ni yapi hasa. So atambulisha majina yake then tuendelee na mengine yanayofuata. Bro, tunani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma baad, mimi naitwa Haji Jaafar Dimoso, ni katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Kiislamu BAKWATA katika wilaya yetu hii ya Ubungo, ambacho kwa kifupi chake ndo hutamkwa Juvikiba. Naam. Okay. Kwa sio fahamu, wanataka kuelewa kwamba Juvikiba imeanza lini na kwa nini watu wametoka wapi ya kuwa Juvikiba? Mashaallah, Juvikiba hii ni mtoto wa BAKWATA, tunaweza tukasema hivyo. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ina watoto wawili, niseme ina taasisi mbili ambazo ziko chini yake, ambazo ni Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Kiislamu BAKWATA ambayo tunaitwa Juvikiba, lakini na Jumuiya ya kina mama ambayo inakwenda kwa jina la JUAKITA. Kwa maana yake hii Juvikiba si kwamba sisi ndo tumeianzisha. Hii ipo katika katiba kabisa ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambapo kuna Juvikiba na JUAKITA. Kwa hiyo Juvikiba hii ilianzishwa muda mrefu sana na ipo kutokea ngazi ya taifa, inakuja ngazi ya mkoa, alafu ndo inakuja inatukuta sisi ngazi ya wilaya. Naam. Basi sawa. Tubaki hapa Ubungo. Wewe ni katibu wa wilaya ya Ubungo. Sasa nataka tufahamu kwamba mpaka sasa hizi mna wanachama wangapi kwenye hii Juvikiba katika wilaya ya Ubungo nzima? Shukrani sana. Juvikiba mimi ni katibu wa wilaya ya Ubungo. Lakini wilaya ya Ubungo ina kata 14. Ina kata 14, kwa maana Juvikiba ipo katika kata zote 14. Maana yake wakati tunaingia ilikuwa wakati mimi nakabidhiwa hii naniliu ilikuwa 2023 au 23 mwanzoni, 22 mwishoni ndo nilikabidhiwa, niliteuliwa kuwa katibu na nilichukua kijiti kwa katibu wa wakati huo kakaangu Said Biga ambaye ndo alikuwa katibu, lakini nilikuta jumuiya ikiwa kwenye kata takriban 7 ndio ilikuwa inaingia katika wilaya yetu ya Ubungo. Lakini alhamdulillah mpaka leo 2026 tunavyozungumza, wilaya ya Ubungo katika kata zote 14 kuna jumuiya hii ya vijana wa Kiislamu wilaya ya Ubungo, ambayo jumuiya hii moja ya kazi zake ni kuwasimamia vijana wa Kiislamu katika kuijua dini yao, lakini kuwasimamia pia kiuchumi, kuwasimamia katika fursa mbalimbali. Maana yake kwa kifupi tunaweza tukasema jumuiya hii maana yake ni sauti ya vijana wa Kiislamu wa wilaya ya Ubungo. Hapo kuna kiuchumi hapo, ina maana mna miradi ambayo mnayo tayari au kiuchumi mnasaidia vipi kiushauri au mnapa mitaji ya wezeshi? Moja ya kazi yetu ni kuinua vijana kiuchumi. Kwa hiyo maana yake sisi kama viongozi maana yake ni daraja. Mfano naweza nikasema ukiangalia katika halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo kuna ile mikopo ya vijana, wanasemaga 10% ya kina mama, 4% ya vijana, sijui umeelewa. Kuwezesha kiuchumi maana yake pia katika hizi kata tunaweza kuanzisha vikundi ambavyo hivyo vikundi tukaviombea mkopo halmashauri kwa ajili sasa kile kikundi kwa ajili ya kujiinua na kujiimarisha kiuchumi. Maana yake wao wakawa labda wana mradi katika kata fulani, labda jumuiya moja vijana imejikusanya ina mradi fulani, lakini ule mradi sasa wanakuwa hawaelewi namna gani ya kuendeshea, labda ile tunasema nini, pesa ya kuanzia kuendesha ule mradi hawana. Manake pia sisi ni moja ya kazi yetu, manake tuna uwezo tukashauri kikundi kikajisajili, lakini pia tukapata kukiombea mkopo halmashauri, mkopo ambao utaweza kuwainua wao au kuendesha ule mradi, na ule mradi ukikaa vizuri manake na wao kimaisha wanakuwa wanainuka. Kwa hiyo hapo tafsiri yako ni kwamba hamna mradi mpaka sasa hivi halmashauri wilaya ya Ubungo.
ila mna maono au mna matamanio ya kuwa kitu fulani. Sasa mama mnaambia kwamba vijana ambao mtakopo nao mtaka muanzishe mitaji au vitu vingi mmesemea. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba labda nyie kama Juvikiba wilaya ya Ubungo tayari mna asset kama miradi ambayo mnaiendesha, ila kijana wote ambao atakuwa kwenye hii wilaya ya Ubungo taka kitu fulani au ana shida fulani, basi nyie tayari menda mnamfikia kiwepesi na kumsaidia, ila kumbe bado hamna, ila mna maono ya kuwa na mitaji. Katika hilo sisi kama vijana mpaka sasa Juvikiba hii ina idara ambayo ina idara ya mipango na uchumi, ina idara ya jinsia na maendeleo, lakini ina idara ya maafa. Tukizungumzia mradi kama mradi ambao unaenda kufaidisha jumuiya nzima wilaya ya Ubungo, ndio tupo mbioni kuanzisha, tunaweza tukasema mradi wa ushonaji. Sijui umeelewa. Tunamshukuru mbunge wetu wa jimbo la Ubungo, manake wilaya yetu ina majimbo mawili, jimbo la Kibamba na jimbo la Ubungo. Kwa hiyo sasa tunamshukuru sana mbunge wetu wa jimbo la Ubungo, Mheshimiwa Alexander Kitila Nkumbo, ambaye ni waziri wa uwekezaji. Yeye ametusaidia katika kuanzisha mradi. Tumechola mradi wa kuanzisha training center kwa ajili ya vijana wetu wa kujifunza masuala ya ushonaji, lakini pia hapo pia tuwe tunazalisha mali ambazo kwa ajili ya kushona, kwa ajili ya kuuza, kujiongezea kipato. Tunashukuru baada ya kutukabidhi vile cherehani, sasa hivi ndio tupo katika ramani ya kuangalia vile cherehani namna gani tunaenda navyo. Kwa hiyo kama mradi maana yake mpaka sasa tupo 60% ya mradi wetu ambao tunaushughulikia, kwa sababu vitendea kazi tushapata. Sasa hivi tupo katika kutafuta eneo gani ambao litakuwa zuri na rasmi kwa ajili ya kuweka mradi wetu, na vijana sasa wakawa wanapata faida ya kuja kusoma pale, lakini pia kutoka hapo nao kwenda kujiendeleza katika masuala ya ushonaji. Basi kama mheshimiwa ameweka hizo cherehani 5 cherehani 15 ambao mradi wa kwanza ambao mnao saizi, ila haujaanza kazi. Sawa. Sasa mimi nataka kujua hawa vijana ili waingie Juvikiba wanatumia pesa mpaka waje kukutana nyie na kusajiliwa, au unaingia tu kina namna ipi labda? Sawa. Tunaposema Juvikiba, yani tukisema tu Juvikiba, jumuiya ya umoja wa vijana wa Kiislamu, sisi huku hatuna form zile labda za kujiandikisha au vipi. Sisi ni kijana yote ambaye anatamka shahada, ambaye atasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maana yake huyo moja kwa moja automatic ni Juvikiba. Na ndio maana katika moja ya mambo ambayo tunadili nayo pia ni tablighi, kueneza dini kwa vijana wa Kiislamu. Sasa kueneza dini maana yake sisi tuna ile jaura, tuna siku ambazo tunafanya jaura, hata kwenye makata huko tunahamasisha kwamba kila Jumapili asubuhi kunafanyika jaura katika nyumba mbalimbali, jaura katika mitaa mbalimbali, kuwahamasisha vijana wa Kiislamu namna gani wanaweza wakajiunga, yani wakajisogeza karibu. Maana yake si kujiunga, kujisogeza karibu. Lakini tukasema sawa, hatuna form za wanachama, lakini tukasema ili sasa tunatambuana vipi? Maana yake tukisema ni vijana wote wa Kiislamu. Sasa lakini lazima tuwatambue, kwa sababu kuna wakati sisi ni daraja, unaweza ukaja msaada kwa vijana, mtu akatuliza sasa mna vijana ngapi ambao labda wanahitajika kusaidiwa katika nyanja fulani, tukaa tunashinda. Kwa hiyo tukaanzisha huo mtindo wa kuwasajili vijana. Kwa kijana yeyote ambaye yupo katika wilaya ya Ubungo ambaye bado hatujamfikia, kwa sababu hatuwezi kuwafikia wote, kwa sababu vijana kila siku wanakuwa na kila siku wanazaliwa, hatuwezi kuwafikia wote. Kwa hiyo kwa yule kijana ambaye labda atasikia interview na yeye angetamani kujiunga na jumuiya hii, basi yeye mwenyewe sasa ni kutupigia au kuulizia katika ofisi za kata. Maana sisi tupo katika ofisi za BAKWATA kata zote 14. Ukienda katika ofisi ya BAKWATA kata, akisema bwana mimi ni kijana nahitaji kujiunga katika jumuiya moja vijana wa Kiislamu BAKWATA, basi haraka nadhani taarifa zake tutazipata na tutamsajili na tutaenda kuwa naye, na hakuna kiingilio cha aina yoyote. Kwa mmeanza kusajili vijana tayari? Tunao vijana mpaka sasa hivi kwa wastani katika kiwilaya nzima tuna takriban vijana 460 mpaka sasa, 460 na hivi, ambao mpaka sasa hivi wale ambao tuna form zao ambao tumeshawasajili. Hao ni official ambao tunawatambua, ambao hata sasa hivi wakihitajika, maana yake tutaongea na viongozi wa kata, watakuwa wanakuja. Maana yake hao ni kutoka katika kila kata ya Kimara
mpaka jana tulikuwa tumeona imeshasajili vijana kama 62 kata za Mabibo. Kwa hiyo tukijumuisha ile yote ndio tunapata hiyo 463 64. Ina maana kwa vijana wote Waislamu ni wa kwenu, ila kuna wale ambao wa official wamesajiliwa ambao wanatambuliwa kabisa, ambao hata ikitokea fursa yoyote kwa sasa, labda kuna fursa imetokea ya kazi ya ajira, maana tunaanza na hawa ambao tumewasajili. Alafu baadaye ndio tunatoa tangazo kwa wote ambao wako nje ya usajili. Huo mradi wa Veleani mtaka mwanzo lini kuanza? Inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Tunalo tukio hapa mbele katika mwezi wa Ramadhani, katika 10 la mwisho tunalo tukio la kuwafutarisha vijana wenzetu mayatima, lakini vijana wenzetu walemavu, kushiriki nao, kuwapa furaha. Nadhani baada ya tukio hilo, baada ya Ramadhani kuisha, ndio target yetu sasa rasmi ile Juvikiba Training Center basi ianze rasmi. Mlipewa lini hizo Veleani? Veleani hivi tulipewa siku ya Jumamosi ya tarehe 10 Januari, ambapo tulikuwa tuna maulidi yetu ya vijana tulikuwa tuna maulidi yetu ya Juvikiba. Basi mgeni rasmi katika maulidi yale alikuwa ni Mheshimiwa Alexander Kitila Nkumbo, waziri wa uwekezaji na mbunge wa jimbo letu la Ubungo. Tulimwalika na tulivyomwalika katika risala tukamwambia shabaha yetu, maono yetu, tunahitaji kitu gani ambacho kitatuinua vijana. Basi na yeye pale bila kuchelewa tulimwomba Veleani 20. Yeye akasema mimi kwa sasa nitawapeni Veleani 15, na hiyo Veleani 15 vilivyobakia basi tutaangalia namna gani pia mnaweza mkavipata. Kwa hiyo tuna Januari juzi Januari 10 ndio tulikabidhiwa hivyo Veleani na Mheshimiwa mbunge. Kwa mtafungua chuo cha Veleani au mtafungua ofisi ya ushonaji? Vyote viwili vitakwenda kwa pamoja, manake itakuwa ni chuo cha kuwafundisha watu ushonaji, lakini pia kitakuwa ni ofisi za ushonaji na zitakuwa hapo katika makao makuu yetu inshallah. Na lengo la chuo mtu aseme shahada tu au mpaka msajiliwe? Lengo ni ashhadu an la ilaha illa Allah, ni kijana wa Kiislamu, lakini katika chuo tumeenda mbali. Unajua sasa hivi tunaamiriana sana na tuna mashirikiano mazuri na wenzetu wa dini nyingine. Na ndio maana kuna hizi jumuiya za kama JMAT ambazo zinadili na taasisi za kidini kuungana. Kwa maana yake katika chuo tumeenda mbali, kama vijana hatutoangalia dini. Katika chuo ni kijana yoyote ataruhusiwa kusoma katika kile chuo. Maana yake sisi tutakachokifanya, kwa sababu chuo pia kitahitaji uendeshaji. Kwa hiyo maana yake kama vyuo vya cherehani tutaangalia vyuo vingine, kama wenzetu kwa wanalipa mtu ili asome analipa 50,000, maana yake sisi tutapunguza zile asilimia. Maana yake sisi tutachukua labda 20,000 kwa sababu ile 20,000 ili isaidie uendeshaji wa ile eneo, na ile asilimia nyingine basi itakuwa ni mchango wa jumuiya katika kukuza kuwaondoa vijana mtaani na kuwapa ujuzi. Sasa mimi nikiangalia mtaani kwa vijana wengi sana wa Kiislamu, lakini wameharibikiwa. Kuna wengine wanavuta madarati, kuna wengine hawajitambui kabisa na ni Waislamu. Sasa nyie kama Juvikiba wilaya ya Ubungo, na ukiwa kama ndo katibu mtendaji mkuu wa wilaya ya Ubungo, nyie watu mnawafikiaje? Ndio maana mwanzo katika maongezi yangu nilisema kila Jumapili tuna jaura. Jaura haya ni matembezi ya amani wanasema ya nini? Ya kusambaza ile tukasema ya kusambaza dini. Sijui umeelewa? Tablighi, sisi tunaita tablighi. Kwa hiyo baada yake mpaka sasa tunaendelea kuwafikia taratibu. Lakini pia tujue vijana wana changamoto nyingi. Kwa hiyo vijana pia katika kuwaendea, uwezi kuwaendea tu kurupu, lazima uende nao taratibu. Kwa maana yake kila siku tunazidi kutoa elimu, japo tunatoa katika wakati mgumu, kwa sababu unakuta hatuna wawezeshaji, labda maana tunajichanga sisi wenyewe. Bwana, Jumapili ijayo hebu tutenge masaa yetu matatu kwa ajili ya kuingia mtaani kuongea na vijana. Na hata hawa vijana 460 ngapi ambao tumewasajili mpaka sasa, maana yake ni matunda ya hii tablighi, kuwazungukia. Wengi walikuwa wako tu mitaani, wako majumbani, lakini ni vile kuwafikia, kuzungumza nao, hebu tujiunge, tuwe pamoja, kuna faida, kuna manufaa mengi, tablighi ile inakwenda. Basi tumejitahidi kuwatoa vijana wengi kwenye giza na kuwaleta kwenye mwanga. Kwa hiyo hata hawa vijana ambao tunasema nao pia ni tablighi imesaidia. Kwa hiyo wale ambao hatujawafikia bado, kama katibu sasa nitoe tu maelekezo kwa makatibu wetu wa kata, wenye viti wetu wa kata wa jumuiya, basi waendelee na hiyo tablighi, waendelee kusajili vijana wengi, ili mradi tu pia kuisaidia serikali. Manake unapotoa vijana katika mambo ya mihadarati na nini, manake pia tunafanya kazi ya kuisaidia pia serikali, ambayo kila siku imekuwa, mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akipambana sana katika
kuhakikisha maadili ya nchi yetu yanakaa vizuri. Kwa hiyo hili si lake peke yake, hili ni letu sisi kama vijana, kuwasaidia vijana wenzetu, lakini hata nyinyi waandishi wa habari mkizidi kutufikishia salamu hizi, jumbe hizi zilikuwa zinafika kwa vijana, basi itakuwa ni bora zaidi, tutakuwa tumeokoa kizazi na kuweka kuwa kizazi salama. Tutaokoa kizazi kwa kazi salama. Mimi naomba nikushukuru hapo ndugu yangu. Mashaallah. Mimi nimefurahi sana, na nimefurahi na hii isiishie kwetu sisi Juvikiba, muwe mnatembelea sana makundi ya vijana ili mradi pia viongozi wetu wa kiserikali waone huku chini kunao vijana ambao tunafanya kazi, manake pia serikali inatakiwa kuamiliana na sisi, kwa sababu sisi kama hivyo jumuiya tuna vijana wengi, lakini kuna wakati tunagonga milango yao ambao wao sasa ndio wana fursa. Mfano waziri wetu Bwana Joel Nanauka, yeye ndio waziri wetu wa vijana na ameletwa mahususi kwa ajili yetu. Zamani kulikuwa hakuna wizara maalum kwa ajili ya vijana, lakini Mheshimiwa Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan tunamshukuru, ameliona kwamba vijana hawa wanahitaji kuwa na sehemu yao maalum. Kwa hiyo sisi tuishauri wizara, tunajua inafanya kazi kubwa, lakini bado tuendelee kuishauri pia ifike kwenye wilaya huku, at least katika kila wilaya tu hata na ofisi ya wizara. Sijajua kama zipo, lakini tukiwa kila wilaya tukijua kabisa ofisi ya wizara ni ile pale, basi itakuwa ni rahisi sisi vijana kutembelea vile na wao kututambua, kwa sababu wilayani ikiwepo, maana yake watatafuta vijana wa Kiislamu na viongozi wao wako wapi. Vijana wenzetu wa madhehebu mengine, sijui umeelewa, Kristo sijui wa Sabato wa nini, nao wana uongozi wao. Kwa maana yake wakitutafuta sisi sote viongozi, tukikaa nao kama wizara wilaya, maana yake watasikia maoni yetu, tutawaambia, kwa sababu wao kama wizara sidhani kama wanafika chini huko sisi ndo tunaishi na ndo tunajua watu wetu. Kwa hiyo maana yake wao watumie viongozi sisi wa wilaya kutuita, kukaa na sisi, tuna uwezo mkubwa wa kuwasaidia kufikisha, kwa sababu hata hii mikopo ambayo inatolewa ya vijana, kuna vijana ambao wako chini kule Mburahati, vijana ambao wako Mabibo, vijana hawajui namna gani wanaipata ile, kutokana na elimu kuwa ni ndogo. Kwa hiyo inaweza ikaje mikopo ya vijana lakini kaishia tu halmashauri juu huko chini isifike. Lakini tukiwa tuna mwakilishi wetu, tunajua kabisa huyu ni mwakilishi wetu wa wizara, yuko pale wilayani, labda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, itakuwa ni rahisi sisi kufikisha maono yetu na wao kutufikia sisi kwa urahisi, na kuondoa hii dhana ya kwamba vijana ndio wachochezi, vijana ndio waharibifu wa nchi, vijana ndio wanafanya mambo mabaya. Vijana yote hawa wanafanya kwa sababu viongozi hawawafikii makundi haya ya vijana. Kwa hiyo nipaze sauti kwa serikali yetu, bi maana hasa wizara ya vijana chini ya kiongozi wetu kaka yetu Bwana Joel Nanauka, kutufikia sisi viongozi wa wilaya, ili sisi tukawashikishe viongozi wa kata, na viongozi wa kata wapeleke katika mitaa, wasikilize kero za wananchi. Walau haziwezi kumalizwa zote, lakini ikiwa katika kata 14 tumemaliza kero za kata 3, maana zile kata nyingine zilizobakia 11 zikisikia kwamba wenzetu washamaliziwa, watakuwa na imani kwamba ipo siku na sisi tutafikiwa na serikali itasikia vilio vyetu na mambo yatakuwa mazuri. Waziri msikifu sana na ili amelisikia. Tunakushukuru ndugu yangu. Mashaallah, shukrani sana. Amin.